Ustawi wa jamii unalenga kujenga jamii jumuishi yenye usawa na mshikamano, ambapo kila mtu anapata nafasi ya kuishi maisha yenye heshima na utu. Kila Jumanne 3 ya Machi kila mwaka dunia huadhimishwa siku ya ustawi wa jamii duniani ili kutambua mchango wa wataalamu wa ustawi wa jamii katika kuboresha maisha ya watu na kukuza haki za kijamii. Kamera za Asam Online TV moja kwa moja mpaka Maruhubi, mkoa wa Mjini Magharibi, katika viungo vya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, skuli ya utalii. Sauti za matumaini na mshikamano zilijaa hewani. Serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar SUZASO imeadhimisha maadhimisho hayo kwa tukio lililowaleta pamoja vijana wenye ari ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Kama inavyojulikana, miongoni mwa mambo yanayostawisha jamii ni kukemea na kudhibiti mambo ya udhalilishaji na kutetea haki za wanajamii na jinsia. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Anna Atanas Paul, ambaye ni mgeni rasmi wa hafla hiyo, hapa anaelezea masuala ya ustawi wa jamii ndani ya chuo hicho. Sasa dhamira hii njema ya serikali na ya Mheshimiwa Rais haitaweza kutimia kukiwa na mazingira mabaya yenye kuleta athari mbaya katika jamii zetu. Mazingira hayo ni pamoja na kuwepo kwa vitendo viovu vya udhalilishaji hasa kwa wanawake na watoto. Na tukizungumzia vyuoni, hasa kwa watoto wetu wanawake. Vyuoni vitendo vya udhalilishaji bado vipo. Ni lazima tuvipige vita vitendo hivyo kwa pamoja, kwa nguvu zetu, tukishirikiana kama wanafunzi na hii ni wizara yetu ya ustawi wa jamii. Kwa pamoja tunaweza kuvipiga vita vitendo hivi na vikaondoka kabisa katika vyuo vyetu. Haya yasipothibitiwa, vitendo hivi visipoweza kudhibitiwa, yanaweza kudhoofisha kufikia malengo yetu ya utoaji wa elimu bora. Lakini pia yanaweza kudhoofisha maendeleo ya watoto wetu wanawake. Lakini pia yanaweza kuonesha ule usawa wetu wa kijinsia kwamba haupo ndani ya chuo chetu. Kwa hivyo vitendo hivi tunavipiga vita kwa makusudi, kwa nguvu zetu zote, ili kuwaona sasa watoto wetu wa kike, na si wa kike tu, lakini jamani, hata watoto wetu wa kiume wanakutana, wachache wao wanakutana na vitendo hivi, hasa huku chuoni. Si wengi chuoni watoto wa kiume, lakini wanawake ndio waathirika namba 1, na hii inawafanya wanarudi nyuma kimaendeleo. Zile ndoto zao haziwezi kutimia wakiwa ndani ya chuo. Maana hawako bado ndani ya chuo, mtu anaweza sitimize ndoto zake kwa sababu tu ya vitendo hivi vya udhalilishaji ambavyo vinafanywa na watu wanaume. Pia katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA kimeweka mikakati mbalimbali ya kuwezesha na kuimarisha ustawi wa wanafunzi katika chuo hicho, kama kuweka mambo muhimu na mahitaji muhimu kwa wahitaji, kuwawezesha wanafunzi katika kuchangamkia fursa ndani ya karne hii ya 21 ili kuepuka na utegemezi na kuwa na mawazo mazuri ya kibiashara ili kufikia malengo na adhma ya serikali zote mbili za Tanzania. Lakini pia katika kupambana dhidi ya udhalilishaji kumeanzishwa madawati ya kijinsia kupokea malalamiko ya wanafunzi na kufanyiwa kazi. Na hapa makamu mkuu wa chuo cha SUZA Profesa Mohamed Makame Haji akiongea. Lakini Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar kiko mbele katika kupigana na kupambana kuhakikisha kwamba matukio ya aina hii tunayamaliza kabisa, na tunakuwa na taasisi ambayo inakuwa na misingi iliyo bora yenye kufanya kazi zake kiweledi, lakini pia kujenga maadili yaliyo bora ambayo yataondoa changamoto za aina hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo chetu kinaangalia kila anayehitaji huduma ya elimu ya juu bila kubagua. Na kwa kufanya hivyo tumeweka misingi ambayo inatufanya tuwe chuo jumuishi kinachojumuisha sekta zote, lakini makundi yote, yakiwemo makundi yenye kuhitaji mahitaji maalum. Na chuo chetu kimekuwa na mikakati mizuri, mbali na kutengeneza programu za kitaaluma ambazo zinaakisi moja kwa moja ujumuishaji wa makundi yote. Chuo kikuu tuna programu ambazo zinawafundisha
wanafunzi wetu kujumuisha wote ama makundi yote katika maisha yetu ya kawaida. Na tunazo program katika skuli ya elimu ambazo tunatoa mafunzo ya waalimu kuweza kukidhi mahitaji ya makundi mbalimbali tulionayo katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar na yale yaliyopo katika jamii zetu, ili kuweza kukidhi mahitaji yaliyopo kwa wataalamu ambao wataweza kuwafikia watu wenye mahitaji maalum. Rais wa SUZASO Mwanamkuu J. Bakari akiomba mafunzo ya kuwanoa kisawasawa juu ya masuala ya ustawi wa jamii. Tuna ombi letu dogo, Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kuwa wizara yetu hii ya ustawi katika serikali yetu ya SUZASO ni mpya, tungeomba kupatiwa mafunzo maalumu kwa sisi serikali ya SUZASO ili tujue kwa namna gani hizi shughuli za ustawi wa jamii tunaweza tukaziendeleza vizuri. Hii itatusaidia sisi katika kuhakikisha tunafanya kazi kwa weledi na kuhakikisha tunamsaidia rais wetu Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kuhakikisha tunalinda ustawi wa jamii, wazee, watoto na kadhalika. Naye waziri wa ustawi wa jamii na maendeleo kwa wanafunzi SUZASO Hatibu Nasor Hatib anayepi. Kauli mbiu ya siku ya leo ni ustawi wa jamii ndiyo msingi wa maendeleo endelevu. Hii ina maana kwamba wanafunzi wanapata mahitaji yao ya kimsingi kama elimu bora, mazingira rafiki, ustawi wa jamii, afya iliyo bora, na wanapata fursa ya kuboresha maisha yao. Hivyo bila ya ustawi wa jamii, maendeleo hayawezi kuwa endelevu. Kwa muktadha huu, mapema baada ya kuingia madarakani, Rais wa serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, Mheshimiwa Mwanamkuu J. Bakari, ndipo hekima na busara zake zilipomtuma na kuona ipo haja ya kuunda wizara hii ya ustawi wa jamii wa maendeleo wanafunzi, ikiwa na malengo makuu yafuatayo: kutatua changamoto zote za kimasomo na zisizo za kimasomo zinazowakabili wanafunzi katika kipindi chote wanapokuwa chuoni, kukemea na kuzuia vitendo vyote vya udhalilishaji na ubaguzi katika mashule, vyuo vikuu na hatimaye taifa kwa ujumla, kwa kumsaidia rais wetu wa Zanzibar ambaye ndiyo mkuu wa chuo chetu cha SUZA Dr. Hussein Ali Mwinyi, kuweka mifumo imara ya kisheria na kijamii inayolenga kulinda haki ya wanafunzi na kuhakikisha wanaishi katika mazingira bora, salama na yenye upendo, kuboresha upatikanaji wa elimu bora kwa kiwango kikubwa kwa wanafunzi wote, hasa wale wanaotoka katika familia zenye kipato cha chini. Siku ya ustawi wa jamii duniani huadhimishwa kila ifikapo Jumanne 3 ya mwezi Machi, na mara hii imeangukia ndani ya Machi 18. Kauli mbiu ya mwaka huu ni ustawi wa jamii ni msingi wa maendeleo endelevu. Fatma Bernard, ASAM Online TV.